Bwana mwanamuziki Shilole ameachia ujumbe kwenye mitandao ya kijamii na ameshare heading ambayo inasema ujumbe wake kwa taifa. Tunafahamu janga lilomkuta mwanamuziki huyo hivi karibuni Oktoba 29 kutokana na sintofahamu iliyotokea yaliyoitwa maandamano ambayo yalizua vurugu nyingi sana na akapata madhara ya kuweza kuchomewa ofisi yake ya Shishiford. Shilole ameandika, kwanza nitoe pole za dhati kwa wote waliofikwa na msiba, majeraha au hasara kutokana na vurugu zilizotokea. Ujumbe huu wa Shilole umepigiliwa msumari na yeye mwenyewe kuwa hata hayo yaliyotokea hawezi kubadili misimamo yake na kuweza kuihama CCM. Shilole amesema kurudishiana maumivu sio utu wala si msingi wa taifa letu. Tofauti za kisiasa hazitufanyi tuache kuwa jamii moja, kwani kabla ya itikadi sisi ni binadamu na ni wa Tanzania. Huu bado ni ujumbe wa Shilole akiendelea kusema kuwa yeye ni mhanga wa fujo hizo na ofisi yake imechomwa na mali zake zimeteketea zote. Wapo wanaonekana kufurahia wakidai alistahili kwa sababu ya msimamo wake wa kisiasa, lakini kweli ni kwamba hajawahi kumtukana mtu, hajawahi kumdhuru mtu, amekuwa tu muumini wa siasa anayoiamini kupitia chama chake cha CCM. Haya ni maneno ya Shilole. Akasema pia, lakini je, wale ambao hawana chama waliumizwa, nani anawatetea? Hili linaonesha wazi kuwa fujo hazitofautishi bali ni uharibifu usio na mantiki. Kwa hivyo wakati huu si muda kutafutana ama kutafuta mchawi wala kushindana kutupiana lawama, ni wakati wa busara. Akasema pia anawabariki na kuwasamehe wote waliohusika katika kuharibu na biashara yake, huku wakiwa wamedhamiria kumrudisha nyuma. Akasema muhimu ni kwamba Mwenyezi Mungu ameendelea kumruzuku uhai wake, basi anaamini mali zinaweza kurejeshwa kwa juhudi na kupambana pasipo kukata tamaa, lakini pumzi ya uhai wake haina mbadala. Mwisho akasema, naiombea nchi yangu na muombea rais wangu Mama Samia pamoja na serikali yake katika kuendeleza awamu ya 6 katika kipindi chake cha pili, kwani anaamini kuwa huu ni wakati wa kuimarisha umoja na upendo kwa taifa la Tanzania. Ni muhimu sana kuwaunga mkono viongozi wetu. Na yeye anasema turudi nyuma katu, ataendelea kuamini, kutetea na kusimama na imani safi ya chama chake cha CCM licha majaribu, vitisho na hasara ambayo ameipata. Mwisho kabisa amesema kwa waliomjulia hali baada ya kuzushiwa kifo, poleni sana kwa namna alivyojisikia baada ya habari zile. Akasema asanteni sana kwa kujali, mali zilizopotea ni hasara kubwa sana na ameumia, ila haziwezi kuwa na thamani kuliko uzima wake ambao amempatia Mungu. Akasema alhamdulillah, tuchague amani, tuchague umoja, tuchague busara. Mungu ibariki Tanzania. Huo ndio ujumbe wa Shilole ambao ameuachia kupitia kwenye akaunti yake ya Instagram inayofahamika kwa jina la hilo la Shilole, na ameandika ujumbe huo ukiwa umepata maoni tofauti kutokana na watu ambao wamezoea kutuma comments kwenye akaunti yake, ama mashabiki ambao wamemfuatilia, lakini pia walioguswa na tukio ambalo limetokea la kuchomwa ofisi yake moto. Una maoni gani baada ya mitazamo ya Shilole ama ujumbe wake huo alioita ujumbe wa taifa?